Yesu naye alikiri shema hiyo ya Kiebrania. Paulo naye alikiri hiyo shema katika fungu hilo la Wakorintho sura ya 6, Wakorintho wa kwanza 8 fungu la 6, ambayo tayari tumeshalisoma, ambayo ndio maana yetu siku hii ya leo, ambayo tulianza hapo aliposema Bwana kwetu sisi Bwana Mungu ni mmoja aliye Baba, alafu na Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo, ambaye yeye katika yeye vitu vyote vimekuwa. Kwa hiyo wasomi wengi wa Biblia wa Agano Jipya wanaona kwamba Paulo anamjumuisha Yesu ndani ya utambulisho wa Mungu mmoja huyu wa shema, badala ya kumweka nje yake. Ukisoma fungu hilo la Wakorintho wa kwanza 8 fungu la 6, Paulo anamjumuisha Mungu Yesu katika utambulisho Yesu kama Mungu. Sasa Ellen G. White naye nikimalizia hapo anasema hivi katika kitabu kile cha Evangelism ukurasa 615 aliandika hivi, Ellen G. White na shema hiyo ya Kiebrania. Kumbuka Yesu aliikiri hiyo shema kwamba ndivyo ilivyo, na Paulo naye akaikiri katika Wakorintho wa kwanza 8 fungu la 6. Kwa hiyo Ellen G. White naye akizungumzia jua hilo katika Evangelism ukurasa 615 anasema hivi, na nukuu, anasema kuna nafsi tatu zilizo hai za utatu wa mbinguni. Kwa hiyo Waadventista huamini kwamba shema inafundisha Mungu mmoja, lakini wanaelewa umoja huo kwa namna inayoruhusu ufunuo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Kwa hiyo shema ya Kiisraeli inasema, sikia Israeli, Bwana Mungu wako ni mmoja tu. Sasa ukiingia katika undani, hiyo echadi inazungumzia mmoja kama mmoja na mmoja ambayo ni zaidi ya mmoja, ambayo inakubalika vizuri kabisa katika kwa mujibu wa Mwanzo sura ile ya 2:20. Mwanzo sura ngapi tumesoma? 2:24, na Yesu mwenyewe akaja kuizungumza na Paulo naye akaanza kuzungumza kwa kurudi Yesu katika umoja wa Mungu. Ellen G. White anasema kuna nafsi tatu zilizo hai za utatu wa mbinguni katika Evangelism sura ya 6 ukurasa 615. Kwa hiyo Waadventista wa Sabato wanaamini kabisa, wasomi wa Biblia wengi wa Sabato wanaelewa kwamba umoja huo umefafanuliwa vizuri katika Agano Jipya kwa ufunuo wa kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa nimalizie kwa sentensi hizi hapa. Shema ni msingi wa imani ya Mungu mmoja, yaani inaitwa monotheism. Shema ni msingi wa imani ya Mungu huyo ambaye ni mmoja, yaani monotheism. Yesu alikubali, Mtume Paulo aliitumia katika mafundisho yake, na mjadala mkubwa wa kiteolojia ni jinsi ya kuelewa umoja huo pamoja na mafundisho ya Agano Jipya kuhusu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo ndio changamoto tulionayo. Amina. Ukisoma Biblia Agano Jipya, Agano la Kale, unaweza ukasema pastor, it is true, Mungu yuko mmoja tu, sababu ya shema hii ya Israeli. Sikiza Israeli, Mungu wako ni mmoja tu. Kaishia kusoma hilo Agano la Kale. Lakini ukija katika Agano Jipya, tayari anaanza kudhihirika Mungu Baba, Mungu Mwana ambaye alikuja kuzaliwa kama mwanadamu, ambaye Yesu alipoondoka sema nawaletea Roho Mtakatifu. Unaona? Tayari kuna Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo usije kukuchanganya siku moja mtu mwingine akaja kabezi na Agano la Kale akasema Mungu yuko mmoja. Kabezi tu hapa. Unaona? Sasa kibezi Agano la Kale na maana atashindwa kuisoma Agano Jipya, ambalo sasa linamfunua huyo Mungu mmoja wa Agano la Kale kwamba sasa kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Amina jamani.
Na neno baba tumeanza kulidadavua siku ya leo, inasema ni chanzo cha nini? Cha vitu vyote. Na pointi ya pili, kwa nini anaitwa baba? Moja aitwa mwana na moja anaitwa Roho Mtakatifu. Pointi ya pili inazungumzia swala la mahusiano. Swala la nini jamani? La mahusiano, uhusiano wa upendo. Na pointi ya tatu inazungumzia tofauti ya nafsi ndani ya Mungu. Yaani tunaposema Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, tayari unazungumzia tofauti ya nafsi ndani ya Mungu huyu mmoja. Kwa jambo la kwanza anaposema baba, yani unazungumzia chanzo. Alafu anaposema baba unazungumzia mahusiano ya upendo. Kwamba baba asilimia kubwa anaonyesha upendo. Hata katika sala Yesu alisema baba yetu uliye mbinguni. Yaani neno baba ni mahusiano ya upendo. Baba anapenda jamii yake. Baba anapenda watoto. Na pointi ya tatu, kwa nini baba? Ni kwa sababu inasema tofauti ya nafsi ndani ya nini? Ndani ya uungu. Tofauti ndani ya uungu. Ni somo refu kidogo. Nafikiri leo tupozi hapa. Lakini kwa mtu ambaye ni mchambuzi wa maandiko naweza kaanzia hapa. Sawa jamani? Na unapoendelea kuzama zaidi, unaanza kuchunguza zaidi mambo ambayo anafanya huyu Mungu Baba, yale ambayo Yesu anayakuta hayo, anayafanya hayo. Kianza Roho Mtakatifu utakuta naye anayafanya, yaani sifa za Mungu Baba, sifa za Mungu Mwana, sifa za Mungu Roho Mtakatifu. Huwezi ukawatofautisha. Katika uumbaji wote wanaonekana. Katika ukombozi wote wanaonekana. Katika jambo lolote wanaonekana. You cannot separate them. Kwa hiyo hizi ni nafsi tatu za uungu. Huyo Mungu ambaye shema ya Israeli sema Mungu ni mmoja. Kumbuka pointi zile mbili. Echadi ya kimneno wa Kiebrania inayozungumza moja kama moja. Ina maana moja kama moja, alafu moja yenye zaidi ya mmoja. Ambayo nimekutolea Mwanzo 2:24. Kwa hiyo katika Agano Jipya ndio imejifanua zaidi. Hawa wanaonekana hizi nafsi tatu kabisa zikitenda kazi kwa udhihirisho kabisa. Agano la Kale linaonyesha kuna majificho fulani hazionekani wazi nafsi tatu za Mungu. Agano la Kale. Lakini Agano Jipya zimefunuliwa zote na utendaji wake unaonekana dhahiri. Amina jamani Kwa hiyo sije mtu mmoja akakutana naye akazungumza akabezi kwenye Agano la Kale akasema nyinyi Waadventista Sabato hili fundisho hamulielewi. Mnafundisha tofauti. Tuko vizuri. Amina jamani, tuko vizuri. Biblia inajifunua vizuri toka Agano la Kale na Agano Jipya. Tunamjua huyo Mungu ambaye ni mmoja, kwamba ni Mungu mwenye nafsi tatu. Amina jamani. Amen. Na tunaposema nafsi tatu hatuzungumzii Mungu wa tatu. Wanasema Wasabato wana miungu mingi. Hapana, yuko Mungu mmoja lakini ambaye anadhihirika kama nafsi tatu zinazotenda kwa usawa. Amen? Kwa usawa. Na siku moja unaweza ukachanganyikiwa usikuelewa somo hili. Sasa nimepata nafasi ya kuingia mbinguni. Mimi nafsi yangu nataka niongee na Mungu Baba, itanitosha. Nionyesheni ofisi ya Mungu Baba. Utachanganyikiwa. Unasema Baba kwa sababu Baba, title ile Baba, basi huyo anaweza kila kitu. Na huyo title ya Mwana basi kidogo ameshuka kidogo. Na Roho Mtakatifu ndio kabisa, ndio atumuelewe kidogo. Ngoja niende kwenye ofisi ya Mungu Baba. Lakini ni kitu kimoja, huyo Mungu mmoja mwenye nafsi tatu ambazo zinatenda kazi kwa usawa na uwezi ukazigawanya hata kidogo. Mimi nilikuwa nasoma wiki hii Biblia nikashindwa kuzigawanya kwamba huyu pengine ana umuhimu mkubwa zaidi, huyu pengine ni mdogo kwa sababu anaitwa Mwana,
kama ningepata nafasi siku nyingine kwa nini anaitwa Mwana na mwingine kwa nini anaitwa Roho Mtakatifu, ya kujifunza yako mengi, lakini leo katika mwanzo huu ngoja tucheue hiyo kwamba kuna Mungu mmoja ambaye ana nafsi tatu. Tusimame tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunatamani kuendelea kujifunza, lakini tunashukuru kwa sababu makambi yamefika. Hapo ndio utatufundisha zaidi, tutazidi kukuelewa wewe. Tunapokwenda katika hatua nyingine, Bwana utubariki katika jina la Yesu. Amen. Amen.